milioni 237 kuwanyanyua kiuchumi wakazi wa Korogwe Vijijini. Hayo yamejiri leo wakati mbunge wa jimbo la Korogwe Vijijini, Mheshimiwa Timothy Paul Mzava, akikabidhi mfano wa hundi kwa vikundi vya wajasiriamali, ambapo jumla ya vikundi 52 vimepatiwa mkopo wa 10% wa halmashauri utakaowasaidia wananchi hao wa Korogwe kujikwamua kiuchumi kwa kufanya biashara mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba hizo hela mtazichukua kufanya nazo kazi, hela zipo. Yaani hizo hela tunazo. Zichukueni, kazitumie vizuri, lakini tunaomba mzirejeshe. Tuna kata 29, tuna vijiji 118, tuna vitongoji 610, tuna matawi yetu ya CCM 194. Tungependa hizo hela ziende zikaenee. Kwa nini ambao mwanzo nimezipata, ombi letu ni kwenda kuzichukua, kazitumie vizuri, tukimaliza mzirejeshe ili tuweze kuwapa vikundi vingine. Vikundi 52 jumla yake ni vile vya awali ambavyo tulikopesha milioni 56,228, na hivi vya awamu ya pili ambavyo tunakopesha leo milioni 237,396. Na ukiangalia kiasi tulichotenga milioni 250, na sasa tunatoa milioni 293 ambayo ni sawa na 117% ya kiasi tulichokuwa tumetenga. Kuboresha zoezi hili la utoaji wa mikopo kwa kina mama, vijana, lakini na kwa watu wenye ulemavu. Chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ndio tulitunga vizuri sheria lakini na kanuni ambazo zinatumika sasa, ambazo kwa sehemu kubwa zimetatua changamoto tulizokuwa nazo mwanzoni, lakini zimeboresha mazingira ya utoaji mikopo hii kwa kipindi tulichokuwa nacho leo. Moja ya jambo ambalo limetusumbua sana kule nyuma, ile ambalo afisa maendeleo ya jamii alisema kwamba ilikuwa lazima kikundi mpewe fedha kama kikundi na mkafanye mradi wa kikundi. Sasa wakati mwingine mawazo yanatofautiana, tabia zinatofautiana, lakini pia juhudi na jitihada zinatofautiana. Ukikuta mtu watu 5 tunachukua mkopo tunapenda kufanya shughuli, kuna mtu kwenye kazi haonekani, anasubiri tu mavuno. Kuna mtu hajitumi, mwisho wa siku mzigo wa kurejesha unabaki kwa watu wachache, wengine wanachukua hela lakini hakuna kitu cha maana kinachofanyika. Kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, alipoelekeza ifanyike tathmini ya kina na kutengeneza kanuni mpya. Leo tunaona mazingira ambayo yameboreshwa, ambayo mnaweza kuwa 5 au 6 kwenye kikundi, mkapata fedha lakini mkagawana kwa mtakapokubaliana na kila mmoja akafanya ile shughuli ambayo yeye anaona kwamba ana uwezo nayo na ana mawazo nayo. Kwa kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia tunakishukuru Chama cha Mapinduzi. Jambo hili la utoaji wa mikopo ni moja ya sera na mipango ya Chama cha Mapinduzi. Wewe hata kama una chama chako kingine hapa, lakini ukijua kwamba tunatekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM, na jambo hili la kuwezesha vikundi na kuwezesha Watanzania kiuchumi ni moja ya sera na maelekezo na malengo ya CCM, lazima tuungane pamoja kushukuru Chama cha Mapinduzi kwa sera hii nzuri ya Mwenyekiti, ndugu wanakorogwe wenzangu, pamoja na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini kipekee tuishukuru na kuipongeza halmashauri yetu. Tunaona fedha hizi zinatolewa, na amesema vizuri afisa maendeleo, kama milioni 80 hivi ni fedha za marejesho. Kwa umeshapewa hela nyuma, wamerejesha, tunaenda kwa watu wengine tena. Lakini kunapo zaidi ya milioni 200 nyingine, maana yake ni fedha ambazo zimetoka kwenye mapato ya ndani. Ukiona fedha hizi zinatoka, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba halmashauri imefanikiwa kukusanya mapato. Christina Kayala ni mmoja kati ya wanakikundi walionufaika na mikopo hiyo, anatueleza akitoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama kikundi chetu tumepata mkopo wa shilingi milioni 15. Tunamshukuru sana rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassani kwa kutuwezesha sisi wana vikundi
kwa ajili ya mikopo hii, na pia halmashauri yetu ya wilaya Korogwe, hususani mbunge wetu Timotheo Mdhava ambaye amesimama kidete kuhakikisha kwamba mapato yote ya halmashauri yanasaidia wananchi wake. Hivyo nitoe wito hata kwa vikundi vingine ambavyo bado havijapata mikopo, vijibidishe, viombe mikopo. Fedha zipo, vitawezeshwa na sheria ya mikopo hii tunayo kauli mbiu. Sambamba na vikundi hivyo, kundi la watu wenye mahitaji maalum walipewa kipaumbele katika mikopo hiyo. Mimi ni mkazi wa wilaya ya tarafa ya Magoma, kata ya Kisara, kijiji cha Kasongo. Mimi ni mlemavu wa miguu lakini si wa mikono. Nimekuja kufuata hela zetu. Mimi nimeandika milioni 2 au nimepata milioni 2.5 kwa niaba kurejesha, tutarejesha vizuri tena bila shida, lakini ninaomba walemavu wenzangu ambao ni wa wilaya tusizubane na mikopo hii. Ukishajiona kwamba uko mzima, akili yako iko timamu, jaribu kujitokeza na kuomba mikopo ili kuweza kunasua kwenye hali zetu hizi za